watu wengi sana ni kama yamewashangaza ni huyu DR Congo ambaye alimkazia Portugal poteza bao moja kwa bila dhidi ya Colombia. Na by the way umeshuhudia mabao mengi sana jana wakati unafuatilia mchezo huu. Kuna namna ni kama mabao mengi sana alikataliwa kutokana na offside. Isingekuwa offside bila shaka hata Congo wangeziokota sana hata chuma nne. Sahi. DR Congo yani the way walivyocheza jana ni sawa na walivyocheza usiku wa kuamkia leo ni sawa na walivyocheza dhidi ya Portugal. Kwa maana ni timu ambayo ilikuwa inasubiri kufanya counter attacks ama watafanya high pressing mbele zaidi. Wakina Wisa watasubiri labda wakipoteza pass Ureno watazipoka, watafanya mikimbio, lakini jana ilikuwa tofauti kabisa kwa sababu Colombia walikuwa hawaji sana, lakini walikuwa naamini mshambuliaji wao wa mbele wanaweza kufanya kitu. Na moja ya silaha kubwa ambayo wapo nayo Colombia ni nafikiri ni Luis Diaz. Ambaye amekuwa msumbufu sana. Hata mechi ya kwanza aliingia kambani na kutoa assist. Yes, na kutoa assist. Mechi ya jana alikuwa mwiba kweli kweli. Fikiri alifunga mabao mawili ambayo alikuwa kwenye eneo la kupotea. Kwa hiyo hicho nilichokuwa kinawasumbua kwamba walikuwa wanacheza kwa kujilinda zaidi. Unajua walikuwa wanapigania alama moja Kongo. Yaani Kongo wangepata alama moja jana sababu walikuwa wanaenda kumaliza na kwenye kundi lao kuna Portugal, walikuwa wanamaliza na Uzbekistan. Kwa hiyo kama wangepata alama moja ingekuwa inawatengenezea pengine hata urais wa kiaina, lakini hii shindikana. By the way, bao ambalo walifungwa huwezi kulaumu kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni movement ambayo ilifanyika kwa haraka, lakini reaction ya mfungaji wa Colombia unaweza kupongeza jitihada zao, lakini ule mfumo nafikiri mwalimu wa DR Congo anapaswa ubadilishe kwamba tusicheze sana kwa kujilinda zaidi. Wakati mwingine mechi inatuhitaji na sisi tufunguke, tusikae nyuma. Naelewa kwamba kufunguka na kutofunguka inategemeana na mpinzani ambao unakutana naye. Nafikiri mechi ya Portugal wangefunguka ingekuwa shughuli. Lakini mechi kama ya Colombia wanao wangekuwa wanafunguka kwa dakika kadhaa alafu wanarudi kwenye shape yao ya kulinda zaidi. Lakini jana walikuwa wanalinda alafu Colombia wanawaachia mpira, alafu Colombia wao wanakuja sasa kwenye eneo lao, na ni ngumu sana. Tunasema sifa ya kujilinda ni kumiliki mpira. Sasa unavomwachia mpinzani wako amiliki mpira alafu wewe ukave ama uzibe nafasi ni ngumu sana. Yaani kuna ugumu wa kuziba nafasi alafu kuna ugumu wa kumnyima mpinzani mpira. Yaani wewe ukiwa unamiliki ndio sifa ya kujilinda. Utamlazimisha mpinzani aje kukukaba, alafu wakati anakuja anafungua njia, unaziweka kwenye njia pass, unaenda kumwadhibu. Lakini kama unamwachia mpira atakulazimisha wewe uje kuchukua, alafu utengeneza nafasi mwisho wa siku akufunge. By the way, pasi bado wanayo. Kama atapata matokeo mbele ya Uzbekistan atakuwa anafikisha alama 4. Walau anaweza tukatazamwa, hata kwenye ile kwa maana kwenye best loser ama playoff. Sawa. Bwana nikushukuru sana Jeron Jackson, nafikiri tumetamatisha namna hiyo meza ya Sports 24.